Kwa majina naitwa Amina Nweti, bibi yake Hamisi Karisa Kombe. Bwanangu alitoka hapa asubuhi saa 2 akaniaga naenda kazini. Na ile akaenda kashinda huko mchana, ilipofika saa 12 kampigia simu bwanangu, akawa ni mteja hapatikani. Nikakaa, ilipofika saa 2 kampigia tena, ni mteja tena hapatikani. Nikalala, ilipofika saa 4 usiku nikapiga simu tena. Nikasema pengine simu yake imeisha moto na ameacha chaja kwa nyumba. Nikalala. Ilipofika saa 11 nikapiga tena simu yake, bado iko hivyo hivyo haipatikani. Nikakaa saa 12 kasoro, nikatoka kwa nyumba, kajitayarisha, nikashika njia naenda kwa shemegi. Nilipofika njiani, nikasema wacha nimpigie simu shemegi kwanza kama nitampata ama atakuwa ametoka. Nilipompigia shemegi simu, akashika simu yangu na akaniuliza, kwani shemegi una shida gani, mbona umeniraukia? Nikamwambia ndugu yako alitoka jana saa 2 asubuhi na hajarudi mpaka saa hii, na nikimpigia simu hapatikani. Ndio akaniambia, sasa wewe subiri, mimi nitaenda kule kazini ama nitatafuta namba agent nimpigie simu nijue kama kunaendaje. Niliporudi kwa nyumba, nilikaa kama nusu saa, shemegi akanipigia simu na akaniambia kwamba mume wako nasikia jana alipata mauaji, bwanako alivamiwa na akadungwa visu, mpaka sasa hivi mume wako yuko mochari. Mimi hata sikuendelea kusikiza ile simu. Shemegi akaniambia wewe alienda mochari saa 3, kwa hiyo inasemekana tokeo saa 12 napiga simu yeye alikuwa amefariki tayari mume wangu. Pole Hatukuongea chochote kabisa. Kwa hivyo kutoka alivyotoka hiyo juzi asubuhi yake huku jua, na shemegi yako alikwambia alipata vipi hizo habari za kuwa mume wako? Alipigia simu kwa agent. Shemegi ndo alipiga simu, si ati alipigiwa, alipiga. Agent wa nini? Agent wa nyumba? Agent mwenzake mwenye hapo kwenye anafanya, kunao maagent. Ndio sasa shemegi akampigia simu akamuuliza, mbona Hamisi jana alitoka saa ngapi? Ndio akaambia Hamisi jana alipatikana na majambazi hapa ndani na wakamvamia na akadungwa visu mpaka tukampeleka mocha. Sasa nashangaa tokea saa 3 usiku alipopelekwa mocha, mbona hawakumpigia simu shemegi? Mpaka mimi ndo nikatafuta simu yangu ndo nikampigia shemegi. Hasa kama mimi singepiga hiyo simu, hakuna mwenye angejua, kwa sababu shemegi pia alikuwa hajui lolote. Mimi ndo nilimpigia. Mimi naitwa CDJ Fasilia. Huyo alifiliwa na bwana, ni mtoto wangu. Ni mtoto wangu wa Usirime mama. Zikaze mene, zikaze. Mtoto wangu Zikaze uneno. Nasikia uchungu sana kwa wangu, nasikia uchungu sana bibi. Nasikia uchungu sana, watoto wangu wameachwa na watoto wadogo bibi. Atafanya nini bibi? Sijui nifanya nini bibi. Jamani, serikali uko wapi? Hapo tuingilie kati jamani jiji. Vijana vinamalizika kwenda, vinawasha watoto wadogo, wafanye nini? Mtoto mdogo anajua bibi atafanya nini? Mtoto mdogo atawapeleka shule na nini? Nasikitika sana. Nasikitika sana kwa wangu, nasikitika. Kwa majina naitwa Wilson Katana. So mimi ni kazini yake Hamisi ambao ni marehemu. So natoka kambi ya moto Ziwa la Ng'ombe, eneo bunge Nyali. So mimi ninaumia sana kwa kifo cha brother huyu ambao kilimkuta, ambao sasa sisi wenyewe tulipata changamoto baada ya kuwa tumepata habari kuchelewa, kwa sababu mtu ametoka asubuhi ameenda kazini na mambo yote yamekuwa paka mambo yote kifo kimempata,
mauti imempata, amepelekwa mochari, na bila hata bibi yake kupigiwa simu, bila hata familia kupigiwa simu. So mimi niko na wasiwasi sasa kama kijana. Je, ikiwa kitendo hiki kitafanyika na maaskari wakachukue mwili wapeleke mochari bila hata kujulisha familia, mpaka inabidi bibi yake anapiga simu kwa shemegi yake anapigia agent, ndio agent anatoa habari ya kwamba ni kweli, lakini Hamisi alikufa akapelekwa mochari. Je, angekuwa bibi yake hangempigia simu, tungejua vipi? Na serikali tunaangalia wapi? Si vijana tunapotea sasa hivi, vijana tunamalizika kuuliwa. So mimi ningeomba captain, ningeomba tu Nyota, MCA wetu, mbunge wetu Mohamed Ali Jichopevu, ningeomba tu ili swala uweze kuliingilia kati ili siweze kupata haki yetu, kwa sababu huyu ameacha watoto wadogo, ameacha familia inamwangalia. Je, sisi kama vijana tutaenda wapi? Kwa hivyo ninaumia sana kwa kifo cha brother. Ningeomba tu serikali ichukulie hatua kuanzia saa hii mpaka tujue kilichomuua ni nini. Ni sawa, ndugu yetu hakuwa na maneno na mtu, hakuwa mlevi, hakuwa jambazi. Sasa vijana tunesha na mapanga. Tutaelekea wapi? Kwa hivyo ninaomba serikali ikaweze kuangalia masuala yetu, kwa sababu hata sisi wenyewe tuko na wasiwasi. Ikiwa mtu yuko kazini anauliwa ndani ya nyumba, na wewe je, ambao unatembea itakuwaje? So mimi ninaomba tu serikali ikaweze kuingilia kati ili jambo likaweze kupatikana haki. Jina langu naitwa Tabu Jefasiria. Ni mama wa Bahati aliyepoteza bwanake. Ninaomba serikali kwa hayo ambayo yanatendeka, si haki kabisa, lakini ningetaka hivi tulivyosimama kutafuta ya haki ya bwana ya mama Bahati ipatikane kwa haraka sana. Wewe gavana, wewe MC, unajua kila kitu ambacho kinaendelea. Tunataka hiyo haki ya huyo baba aliyeacha watoto 3 katika nyumba ile ichukuliwe hatua kwa haraka sana. Jina langu ni Leno Nserio, rafiki ya mamake Bahati, tunatoka kijiji kimoja. Huyu mwenda zake tumehuzunika sana, na sasa tunataka kujua alipokuwa anafanya kazi walikuwa na mwenzake wa shifti ya usiku. Alipoona hiyo aliripoti wapi? Mpaka bibi yake hangaike usiku wote, hakuna mtu ama nini, na simu yake ilisimwa vipi? Tuko na huzuni sana 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 sana. Tunataka kujua mwenye alijuaje na walichukua mwili aje bila hata mtu wa pomani kujua hata mmoja. Jameni, tunahuzunika. Naam, nilivyosikia hiyo kifo, nilipopigwa hiyo simu, nilitoka hapa na majirani zangu, wapangaji wenzangu na mwenye nyumba, tukaelekea Makadara. Naam. Nilipofika Makadara, nikaenda kuonyeshwa mwili wa mume wangu. Naam. Walimdunga visu, wakamfunga mikono, wakamziba selete kwenye macho, kwenye mdomo, kwenye pua, wakamziba. Hapo ndo niliamini mume wangu ameenda, narudi. Pole dadangu, pole. Mume wangu alikufa kifo cha uchungu. Mimi napiga simu, kumbe mume wangu analala mochari. Mimi naomba unisaidie mimi. Pole, utasaidika. Unisaidie nipate haki ya mume wangu mimi. Pole. Utapata. Serikali yetu haijakufa, serikali yetu iko.